nchi yetu hii ni nchi ya muungano, unaruhusiwa kuishi popote, na mimi niliishi Zanzibar miaka 5 na zaidi. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu ukae hapo udumishe muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti Said wa taifa wa AFP, Katibu Mkuu, Mheshimiwa Makamu, Naibu Katibu Mkuu, wajumbe wa Kamati Kuu wa Halmashauri Kuu, kabla sijaenda kwa wajumbe wa mkutano mkuu, niende kwa Mheshimiwa Doyo, Katibu Mkuu wa NLD, na dada yangu Sabla hapa, kiongozi wa vijana, na wajumbe wa mkutano mkuu, waalikwa wenzangu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipo hapa namwakilisha Mheshimiwa Jaji Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa. Mimi ninaitwa Sist Leonard Nyahoza, ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa. Pamoja nami nimeambatana na dada yangu anaitwa Dina Mcharo, yeye ni mwanasheria mwandamizi kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Nipo na dada yangu mwingine Linda Temu, ndio hapa anapiga picha, atatupia matukio. Yeye ni afisa habari kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Basi sisi watatu tumeagizwa na msajili wa vyama vya siasa tuje kuhudhuria mkutano huu, naye angependa sana kuhudhuria lakini ana majukumu mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuanze kwanza kwa kutoa salamu za Mheshimiwa Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa, ambaye anatumia sana anawapongeza kwa mkutano mkuu. Anawapongeza kwa kuandaa mkutano mkuu mzuri, na Mheshimiwa Jaji Mutungi anawatakia mkutano mwema. Mheshimiwa Mwenyekiti, najua hapa Katibu Mkuu alikuwa anasema mmechelewa kidogo kuanza, lakini mimi ninaelewa mikutano mikuu maandalizi yake sio mchezo. Maandalizi yake ni marefu, maandalizi yake ni makubwa, maandalizi yake yanahitaji mambo mengi. Kwa mikutano mingi ambayo tunahudhuria, nyie mmewahi, hamjachelewa. Msijione wanyonge, jipeni moyo, mmeandaa mkutano mzuri, mmeanza kwa wakati. Ni kwa sababu kuandaa mkutano huu unahitaji maandalizi makubwa, na sisi tunawapongeza kabisa. Baada ya pongezi hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ambao ni walezi wa vyama vya siasa, tunapenda kuwaeleza kwamba leo tunafanya matukio makubwa. Mtakuwa mnachagua makamu mwenyekiti Zanzibar. Mtakuwa mnaidhinisha ilani ya uchaguzi ya chama chenu. Mtakuwa mnateua mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtakuwa mnateua mgombea urais Zanzibar. Hivi ni vitu vikubwa sana katika demokrasia ya nchi. Kwa tunawaasa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa mfanye kila jambo katika haya mambo makubwa haya kwa kuzingatia katiba ya chama chenu, kanuni za chama chenu na sheria ya vyama vya siasa. Na mpaka sasa hivi naona mmeanza vizuri. Katibu Mkuu ametutajia akidi hapa, mko vizuri, na wajumbe mpo, mnaendelea na mkutano vizuri. Kwa tunawaasa mkutano muendeshe kwa mujibu wa katiba yenu na kanuni za chama chenu, ili mkutano uende vizuri na mmalize hapa kwa amani, utulivu, na kila mmoja aridhike. Baada ya kusema hayo, tunaingia katika kuelekea sasa kwenye uchaguzi. Mchakato wa uchaguzi umekwisha anza, na ulianza kwa tume ya uchaguzi kwanza kuboresha daftari la wapiga kura. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatumaini wajumbe karibuni wote hapa wamekwisha jiandikisha kwenye daftari. Wale ambao bado hawajajiandikisha, kuna awamu ya pili ambayo tume huru ya uchaguzi itafanya ya kuandikisha watu. Vile vile tume ya uchaguzi ya Zanzibar itaendelea kuandikisha watu. Mkajiandikishe, kwa sababu kupiga kura ni haki yenu. Kupiga kura na ni wajibu kama Mtanzania ambaye una zaidi ya miaka 18 kupiga kura kuchagua viongozi wako.
ili usikae unalalamika kwamba yule ninampenda simpendi, lakini hujapiga kura. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba kuasa pia wajumbe walioko hapa na Watanzania wote kuelewa kwamba uchaguzi ni siri, na uchaguzi ni mapenzi ya mtu anapopendezwa na sera na chama husika na uongozi na uwezo wa kiongozi husika. Kiongozi akishachaguliwa, ametangazwa, wewe umempigia kura ya ndio au hapana, ni kiongozi wako. Nampongeza dada yangu Sabla, kiongozi wa vijana wa NLD, aliposema kwamba tuwaheshimu viongozi, kwa sababu kama ulimpigia kura ya ndio au hapana, ameshatangazwa, huyo ndio kiongozi wako, inabidi umheshimu. Na bila kuheshimu viongozi, hatuwezi kuwa na jamii iliyotulivu, hatuwezi kuwa na jamii yenye amani, hatuwezi kuwa na jamii yenye umoja tukawa tunafanya shughuli zetu kwa amani. Nafikiri mnatambua kwamba tumekaa hapa kwenye mkutano kwa sababu tuna amani, si ndio? Tungekuwa na vurugu hapa tusingekaa. Na amani inatokana na kuwa na viongozi ambao tunawakubali wote, viongozi ambao tunawaheshimu, halafu ndio kunakuwa na amani. Nafikiri mnakumbuka kuna nchi moja, kula tupendi kutaja nchi, lakini walichofanya walimtoa kiongozi tu, au labda nitoe mfano nani, kama ile walipofariki wale viongozi wa Rwanda kwenye ile ndege zilizoanguka, si mnakumbuka, na Burundi. Pale ni kiongozi tu aliondoka, lakini nchi zikawa na vurugu. Kwa uelewa umuhimu wa kiongozi, kwa tuwaheshimu, mwanze kuheshimu viongozi wenu. Na najua hata kwenye familia huko, usipowaheshimu baba na mama, mambo yako yataenda vizuri kweli? Familia kama baba na mama hawaheshimiwi kama viongozi, hiyo familia itakuwa na amani? Kwa hiyo tuige mfano huo kwamba nchi tunaishi kama familia, lazima tuheshimu viongozi. Suala lingine, pamoja na kuheshimu viongozi, lazima uheshimu utaratibu kwenye familia zetu. Usipouheshimu utaratibu ambao upo pale wa kifamilia, maelekezo yapo kwa mujibu wa taratibu anaotoa baba na mama kama viongozi wa familia, hiyo familia itakuwa na amani? Itakuwa haina. Kwa hiyo hivi sasa tunapoelekea kwenye uchaguzi wenyewe, tuheshimu sheria za nchi yetu. Najua kuna ushindani katika siasa. Ungependa jambo lako liwe, ungependa uwe kiongozi, ungependa chama chako kishike dola, lakini pamoja na mapenzi hayo, hakikisha kwamba unaheshimu sheria, utoki nje ya mstari, unaheshimu taratibu. Ukishindwa kubali, ukishinda kubali. Ukilazimisha mambo, ujue kabisa unavunja sheria, na ukivunja sheria utashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, si ndio? Dada yangu hapa ametoa mfano, kasema kwamba babako akiweka fedha pale, akiwa na fedha, wewe ukaingia bila ruhusa, utachapwa viboko, si ndio? Na sisi usipoheshimu sheria kama nchi, una viboko, utachapwa kwa mujibu wa sheria. Ukichapwa vile viboko kwa mujibu wa sheria, usilalamike. Ujue kujiheshimu sheria, huna adabu, si ndio? Ufuate sheria. Kama una jambo unalalamikia, fuata sheria. Na ndio utamaduni wetu wa Kiafrika. Mtoto kama mtukutu asikii na mlamba kidogo viboko kwa mujibu wa sheria, si ndio? Basi anakuwa unamtia adabu, anasema Kiafrika. Anakuwa na adabu kwa sababu yale matamanio yako asikufanye kuvunja sheria. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi nawapongeza, nawatakia mkutano mwema, na viasa kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, tuna viasa vyama vyote 18 ambao vinajiandaa na kushiriki uchaguzi huu wa Oktoba 2025 kwamba vizingatie sheria. Na kile chama kimoja ambao kinajiandaa na uchaguzi wa 2030 nao wajiandae kwa mujibu wa sheria, wazingatie sheria, kwa sababu nchi yetu ipo kwa mujibu wa sheria na ina demokrasia ya kutosha. Baada ya kusema hao, nawashukuru sana.